arkanu salati, nguzo ambazo ndizo ambazo zinasimamisha swala. Ya kwanza kabla ya zote ni nia, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, ni pale mtume aliposema innama, hakika si vinginevyo, al-a'malu, matendo. Hapa kayakusanya al-a'malu, matendo. Sasa yote tu biniyati, ile thabati yake katika wajihi wa jazaa, malipo na nini anategemea nia tu. Wayula, sawa, haipo ile kaifiyatul jazai bila mulasaka ya nia. Lakini nia hii sio nia zingine, sio nia ya matendo mengine. Nia ya swala ndiyo ina masharti yake, nia ya ibada ya swala, nia ya ibada ya swala. Wayushtaratu, pana sharitiwa kwenye hiyo nia. Watu wanashindwa kuelewa katika mafasila ya nia katika wajihi wa itilaki, kuachwa huru. Ni kweli matendo yanafungwa, inama ni hasurun wa taukidi, ilivyo hasa matendo yanathibiti kwa nia. Je, nia yenyewe yale masharti yake ni kweli thabati, ni kwa sababu ya kuzingatiwa nia. Masharti, je, masharti ya hizi nia kwenye kila ibada yakoje? Hapa tuna isoma miongoni mwa masharti ya nia katika ibada ya swala. Muqaranatuha, wa yushtaratu, na pana sharitiwa hiyo nia ya swala ikutanishwe li ayi juz'in min ajza'i takbira, kwa namna ya kiungo chochote ama sehemu yeyote ndogo tu katika ajza'i takbira, katika namna ya sawa unganisho la takbira. Ajizani unganisho la takbira, imana mtu anaposema Allahu akbar, ahakikisha ile Allahu akbar ambayo ndio takbiratul ihrami haitamku ila sasa pana nia nyuma yake. Naelewana? Pana nia nyuma yake. Sasa ukija ukimfahamu mwanasheria huyu na namna ambavyo kaibananisha nia, kaifanyia masharti nia, na ndivyo inavyokuwa. Je, mtu akija na hoja anakuambia mimi natoka nyumbani na kwenda kuswali, nia si ya kwenda kuswali, kuna haja gani sasa ya kufika msikitini naanze tena kusema na waitu au unanuia moyoni? Kuna haja gani? Huyu anakuwa ameitambua nia ni muhimu katika swala, ila hatambui masharti ya nia hiyo hiyo ya swala inatakiwa iweje. Yeye kashafahamu tu kwamba nia ni lazima, na kwa sababu nimetia nia kwamba sasa nakwenda kuswali, kwa hiyo kuna haja gani ya kwenda kutia nia ya swala? Lakini kumbe ile nia ambayo hasa ndiyo mukhasaswa katika wajihi wa swala yenyewe ni mukarana, inakutanishwa na takbira. Kwa maana hiyo basi kumbe ile nia yake ya kwenda kuswali haitokuwa ni nia sawa ya swala, itakuwa ni ya azma ya swala, ila nia yake si ya kwenda kuswali. Itakuwa sio nia ya swala, itakuwa nia ya kwenda kuswali. Kwa hiyo kuna nia zitakuja kwa mbili hapa. Kuna ile azma ya kwenda kuswali, kama mtume alivyosema yeyote anayenuia kwenda kuswali anapata ujira kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna nia ya kwenda kuswali na kuna nia ya swala. Kwa maana hiyo utapata ujira wa nia yako na kwenda kuswali, na ukifika msikitini tia nia hasa hii ambayo ndiyo ya swala ikutanishwe na takbiratul ihrami. Sawa? Haya, nguzo ya pili, na ndiyo kazi ya sheria kukuwekea tabiini ya masala haya ili uyafahamu na uyafanye katika wajihi ambayo ndio inatakiwa, ni alqiyamu fil faraidhi, ni mtu kusimama kisimamo kinachoswali swala ya faradhi. Mtu asimame kwa sababu anaiswali swala ya faradhi. Kinyume chake kumbe unaweza ukaswali umekaa au umelala kwenye swala ya sunna.
lilqadiri alayhi, lakini angalia lam tamalluki huku kwenyewe kwenye kisimamo cha swala ya faradhi, lilqadiri alayhi, kwa mwenye uweza. Kwa maana hiyo kwa asiye kuwa na uweza anaruhusika kae au alale, kama ambavyo tumesoma zile muhawalati za kama hatoshindwa inajaza anil jilsa, basi swala muttajan au mulasiqa dhahri, sawa hivyo kulia kushoto na nini, kama ambavyo tumesomeshwa baadhi ya vitabu vingi. Lakini hili Mwenyezi Mungu Jalla fi'ala amesema waqumu lillahi qanitin, msimameni kwa Mwenyezi Mungu ilhali ni wenye kutekeleza ibada kwa ucha Mungu. Qanitin ni wenye kutekeleza katika ibada. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na bwana mtume aliposema swali qa'iman, anamwambia bwana mtume anatuambia sisi, mtume anasema swali qa'iman, swali hali qa'iman ni hali ya kuwa umesimama. Fa in lam tastati, kama utashindwa, fa qa'idan, basi kaa hali hiyo. Fa in lam tastati, kama utashindwa kukaa, fa ala jambin, basi lalia upande mmoja. Fa in lam tastati, kama utashindwa, fa mustalqiyan, basi utalala kifudifudi chale. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hato ilazimisha nafsi ifanye kile ambacho sawa haikiwezi kwa wakati huo, ila usaha, isipokuwa kwenye kile ambacho inakihimili na kukiweza. Rukunu min arkani sala, miongoni mwa nguzo za swala tumesema ya kwanza nia, masharti yake, qiyamu sawa kwa utaratibu wake. Leo hapa tuko katika takbiratul ihram, takbira ya kuelimia swala, bi sautin, kwa sauti ambayo yasmauhu li qawlihi ta'ala, anaisikilizia yeye ile Allahu akbar, sauti ambayo unaisikiliza. Elewana, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alisema rabbaka fakabbir, na kwa Mola wako mtukuze au fanya takbira. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam miftahu salati tuhuru, kwamba ufunguo wa swala ni kule mtu kutoharika, kwa sababu bila tahara fala salatan liman qama bisalati bila tahurin kamilin. Miftahu salati tuhuru, funguo ya swala, kwanza mtu awe tahara, wataharimuhu, na kuiharamisha ile swala, kwa maana sasa kule kuihalalisha ile swala yenyewe. Sasa ndio bismillah inaanza kuswali, panazingatiwa takbiru, ile takbira yake. Watahliluhu, sawa na kuimaliza ile swala, sawa kuimaliza kwake. Kifungo cha mwisho kabisa ni taslimu, ni kutoa salamu. Ama rukunu min arkani sala, ya nne ni qira'atul Fatiha wal basmala. Ni kwa nini? Sawa, qira'atul Fatiha, kuisoma suratul Fatiha, wal basmalatu ayatun minha, na bismillah ni aya miongoni mwa suratul Fatiha. Angalia mwanasheria mwanasheria Umar ibn Abdul Jabbar radiyallahu ta'ala anhu, katika madhhabi ya Imam Shafi. Mtu anayesema yeye ni mshafi katika madhhabi haya anatakiwa aifahamu suratul Fatiha kuwa ina aya 7. Sasa ukitafuta aya 7 zote zile ukizikusanya, kutomwacha bismillah. Kwa maana hiyo ukimtoa tu bismillah, itabidi tutafutie aya ambayo haikuandikwa pale. Sawa? Ndio. Kwa sababu gani? Hauwezi kuiita suratul Fatiha kama haikukamilika aya 7. Wewe utasema kwamba tuna sura inaitwa suratun Nasi, alafu ina aya 2, alafu ikawa ni suratun Nasi. Haipo. Ukishasema hii ni suratun Nasi, ujue kuna aya ngapi pale? Suratun Nas, qul a'udhu birabbin nas, 1.
malikin nasi 2, ilahin nasi 3, min sharri alwaswasi alkhannasi 4, alladhi yuwaswisu fi suduri nasi 5, min aljinnati wan nasi. Zinakuwa ngapi? 6. Sasa utawaambiaje mtu hii ni suratul nasi na ina aya 3 au 4? Hawatokuelewa. Kama ambavyo akitokea mtu akakwambia tuna sura inaitwa suratul Fatiha, haiwezi kuwa suratul Fatiha kinyume na idadi ya aya ambayo ni muayyani, sawa, katika zile mafasila zake, moja baada ya nyingine, ayatun baada aya, min aya ayatun baada aya. Sasa aliposema qira'atul Fatiha, kuisoma ile suratul Fatiha, alafu wal basmalatu ayatun minha, na bismillah ni aya miongoni mwazo, aya miongoni mwazo. Shida inakuja haya basi, kuna wengine wanatuambia hiyo bismillah sawa, tunakubaliana ni aya kwa sababu ni mtume ametuambia hapa. Bwana mtume anasema la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sikiliza kwamba hatokuwa na swala mtu ambaye hakuisoma suratul Fatiha, hatokuwa na swala. Sikiliza, hatokuwa na swala liman, kwa mtu ambaye lam yaqra bi fatihatil kitabi, hajaisoma suratu al-Fatiha. Na kisha akaja akasema idha qara'tumul hamda, na mtakaposoma suratul hamda, kwa sababu suratul Fatiha ina majina mengi. Kuna sab'ul mathani, sawa, kuna suratul Fatiha, kuna suratul hamdu, sawa, ina majina mengi. Na mtume akasema mtakaposoma alhamdu faqra'u bismillah, na bismillah muisome kule, innaha umul qur'ani, kwani hiyo suratul Fatiha ndio mama wa Qur'ani, wa umul kitabi wa sab'ul mathani, na ndio ambayo sura imekusanya aya 7 kusomwa kila wakati. Kila kitu utasikia bisiri sura, kwa siri ya sura watu wanaanza na hiyo, au kwenye kila kitu suratul Fatiha inahusika. Ndio maana inaitwa sab'ul mathani, aya 7 ambazo zinasomwa kwenye kila kitu. Wa bismillahir rahmanir rahim ihda ayati, na bismillahir rahmanir rahim ni moja ya aya zake. Sasa tukija tukielewa hivyo, akija mtu na hoja akakwambia basi kama ndivyo naweza nikasoma siri bismillahir rahmanir rahim siri moyoni, nikadhihirisha alhamdulillahi rabbil alamin, haina shida, kwa sababu hujalazimishwa udhihirishe zote, sawa, kama ambavyo hujalazimishwa uzisirishe zote. Lakini usunna hasa wanatuambia aljahru, sawa, fi mahaliha wal israri fi mahaliha, unafanywa kwa sababu salatu dhuhuri unaweza kaiswali kwa sauti. Unaswali swala ya dhuhuri ukaanza bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya dhuhuri. Ukisoma katika sheria kuna zile sura zinazoitwaga hayatu na abghadh. Hayatu ni zile muakkadati, sawa, na ghairu muakkadati. Kuna abghadh na hay'a. Sasa kule al-israru fi mawdhi'ihi wal jahru fi mawdhi'ihi ni katika miongoni mwa hayati, sunna ambazo zenyewe hazikutiliwa sana mkazo. Miongoni mwazo ni mtu kudhihirisha kwa wakati wa kudhihirisha visomo kwenye swala ya kudhihirisha, na kusirisha kwa wakati wa kusirisha kwenye visomo au kwenye wakati wa swala ya kusirisha. Hiyo ni katika hayati. Kwa hiyo haiwezekani eti mkaanza kugombana na mtu kwa sababu gani yeye anasoma kwa siri bismillah alafu anadhihirisha alhamdulillah. Alafu mbaya zaidi sasa atasoma kwa siri bismillah, akifika wala dhalina, ile sunna ya kuitikia amin ndo anaidhihirisha. Yani anaacha kudhihirisha aya ya faradhi, anakwenda kudhihirisha kiitikio cha kumwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi stajib duai. Amin, anadhihirisha, unasikia amin, bismillah aliacha, lakini kuna anadhihirisha amin. Ajaibu, wallahi ni mtihani. Basi bora ukasirisha kule kwenye amina, ukamuitika Mungu tu moyoni, nijibu ya Rabbi dua.
sawa, alafu bismillah umeitamka. Kwa hiyo nafikiri inshallah ni hapo penye mazingatio sana. Hii ni fiqhi, kwa hiyo imechukulika ile istinbatu yake kwa mafunzo haya ndani ya Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume, ndio fiqhi hasa.